Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo kwa ajili ya wake na kwa ajili ya matendo yake yaliyo mema. Kwa hivyo nawakaribisha kwa nyumba Bwana na katika mitandao. Mungu wa amani awabariki na watende mema. Leo tunaenda kwa neno la Bwana na tunajifundisha umuhimu wa kuwa na roho wa Mungu. Umuhimu wa kuwa na roho wa Mungu katika haya maisha ya Kristo. Hauwezi ukatoboa kama hauna roho wa Mungu wa kusaidia. Roho wa Mungu kazi yake ni ya kutusaidia, na kwa hivyo ni muhimu sana wakati umempokea Kristo, wakati umekubali Bwana Yesu wa Mwokozi katika maisha yako, kubali roho wa Mungu ambaye ni msaidizi kaweze kukusaidia ili ukaweze kutembea sawa sawa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nitaomba kwa sababu ya neno, na Mungu anatusindi kupokea sifa. Baba wa mbinguni, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, ninakushukuru asubuhi ya leo. Nasema ni asante kwa ajili ya rehema na neema yako iliyo nyingi juu ya maisha yetu. Tuko na jambo la kushukuru na kukuinua, maana vile tulivyo ni kwa neema yako, vile tulivyo navyo ni kwa uwezo wako na kwa nguvu zako. Jina lako lihimidiwe na libarikiwe. Tuendapo katika neno lako, Roho wako msaidizi ambaye Bwana ulituachia akanisaidie na akasaidia watoto wako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tawala, ukadirike na ukatende, nami nikushukuru na kulitukuza jina lako ukiwa mbinguni. Uinuliwe Baba yetu, umetenda mema, pewe sifa na utukufu, na ni kupitia jina la mwana wako Yesu Kristo tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Kila mtu aseme amen. Kwa hivyo tutaangalia neno la Bwana katika kitabu cha Yohana 14 kuanzia mstari wake wa 16 mpaka wa 18. Kitabu cha Yohana 14 kuanzia mstari wake 16. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Rudia. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Yesu akaambia wanafunzi wake, nitaomba Bwana awape roho wake ambaye ni msaidizi, ambaye mtakaa naye milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala hautambui, bali nyinyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Tuende polepole. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Kwa kuwa haumuoni wala hautambui. Kwa kuwa hamuoni wala hawamtambui. Bwana Yesu akawaambia huyu Roho, ulimwengu hamtambui kwa sababu hawamuoni wala hawamtambui. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akiwa na Roho labda akiongea ama akihubiri ndio unajua huyo ako na Roho, lakini tukipitana hauwezi ukatambua, hauwezi ukamwona, maana nakaa
ndani ya mtu. Bali nyinyi mnamtambua, maana anakaa kwenu. Maana nyinyi mnamtambua, maana anakaa kwenu. Wewe ukiwa na Roho wa Mungu unamtambua, maana anakaa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Roho wa Mungu akikaa ndani yako, unajua uko na Roho wa Mungu na unamtambua na unatambua kazi yake. Ndiposa mtu ambaye ana Roho akiendeshana mtu ako na Roho, inakuwa ni vita. Anamuona kama kwamba ni mtu amerukwa na akili, anaona kana kwamba ni mtu amechanganyikiwa, maana yeye hana huyo Roho. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye hana Roho, kutambua mambo ya rohoni inakuwa ni kazi ngumu. Lakini mtu ambaye ako na Roho na mwingine akiwa na Roho, hizo network zinaendeshana na wanaelewana kwa sababu wako na Roho. Naye atakuwa ndani yenu. Naye atakaa ndani yenu. Kwa hivyo Roho hakai nje. Roho wa Mungu anakaa ndani ya mtu. Roho wa Mungu anakaa ndani yako, anakaa ndani yangu, maana ndiye anayetusaidia katika maisha ya mtu wa ndani. Sitawaacha nyinyi mayatima, naja kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Sitawaacha nyinyi kama mayatima, naja kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Ukristo, Yesu alipokuja hapa duniani alitusaidia, alikuwa msaidizi wetu. Kwa hivyo Yesu akiwa hapa hakukuhitajika Roho akae hapa, maana yeye mwenyewe ako area. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akajua atakapoondoka hapa duniani ni lazima atuachie mwingine wa kusimama kutusaidia, maana mwanadamu pasipo uwezo wake Mwenyezi Mungu hawezi yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa mtu anahitaji usaidizi wa Roho wa Mungu. Usoma hiyo 14 mstari wake wa 26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, huyo msaidizi, Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu ni msaidizi wetu, na msaidizi kazi yake ni ya kusaidia mahali hauwezi. Kwa hiyo katika haya maisha tunahitaji kusaidiwa na msaidizi wetu. Bwana Yesu akatuambia, sitawaacha kama mayatima, bali nitamwomba Baba awatumie Roho wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huyo Roho ambaye anatusaidia ndiye anayetuwezesha kufanya jambo lolote katika ulimwengu huu. Na ni vizuri Mkristo ambaye amempokea Yesu Kristo akubali yule aliyeachwa kufanya kazi ya kutusaidia amsaidie. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa katika haya maisha au takubali kusaidiwa, ni kumlisha utang'ang'ana mwenyewe. Maana katika kila jambo nikitaka kubeba hii stand, nisipotana hakuna yeyote atakayejua hii imenishinda. Lakini nikitamsaidia
atanisaidia, maana amejua hii imenishinda. Kwa hiyo maisha ya Mkristo unaweza kusumbuka na ilhali usaidizi huko. Ni wewe huyachukua nafasi ya kumwalika na kumpatia usukani. Ambaye Baba atamtuma kwa jina langu. Ambaye Baba atamtuma kwa jina langu. Huyu msaidizi atatuma na Baba kwa jina la Yesu. Kwa hiyo huyu msaidizi anatumwa kwa jina la nani? Na Kristo. Maana ni Kristo aliomba Baba, hao watu nimewafundisha, hao watu nimewaokoa, lakini wanahitaji msaidizi mwingine ambaye haonekani atakaa ndani yao. Yesu tulikuwa tunakaa na yeye physical, lakini huyu Roho naye ni wa ndani. Kwa hiyo akajua ile mbegu amepanda kwa mwanadamu, anahitaji msaidizi mwingine atakaye kaa ndani ili ile mbegu uweze kufanya kazi ama iweze kufanikiwa. Atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Atawafundisha. Kwa hiyo kwa njia nyingine, Roho Mtakatifu ni mwalimu wa kutufundisha yote ambaye Kristo alituambia na kutukumbusha. Ni mwalimu na ni yeye wa kutukumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa na Roho wa Mungu ama ukienda katika nyumba ya Mungu ama wakati unaposoma neno la Mungu, mambo mawili ni muhimu kuyataja ukiomba. Unapoingia katika nyumba ya Mungu, kitu ya kwanza, omba Mungu akufundishe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaweza nikahubiri hapa, lakini usipofundishwa na Roho wa Mungu hauwezi ukaelewa chochote. Ndiposa unaona watu wanaenda katika nyumba ya Mungu miaka na miaka, lakini mabadiliko hauna. Ni kwa sababu hawajapatia Roho wa Mungu nafasi awafundishe. Wengine wanaenda kwa sababu kuwapa watu, wengine wanaenda kwa sababu mchungaji wasio akaniuliza nilikuwa wapi. Kwa hiyo ile quality ya umuhimu wa neno la Mungu inapotea, maana uyachukua nafasi ya kukubali Roho wa Mungu. Unapoingia unapiga magoti, unamwambia Roho wa Mungu, nimefika katika nyumba ya Bwana. Roho wa Mungu, sukua usukani uweze kunifundisha neno lako siku ya leo. Wakati ukubali Roho wa Mungu akufundishe, atafundisha, maana umemuomba hiyo nafasi achukue. Kitu ya pili ni kukukumbusha. Moyo wa mwanadamu unakuwa na mambo mengi. Moyo wa mtu unakuwa na mambo mengi yamejaa sana. Kwa hiyo ni lazima uombe Roho wa Mungu akukumbushe ile neno ambalo limehubiriwa, anakukumbusha. Usiwe umelipokea leo
na kesho haukumbuki. Kuna watu unahubiria nchini wakiwa hapa wananyenyekea sana, wakiwa hapa wanaomba sana, lakini akishatoka kwa ule mlango, ile neno la Mungu linaachwa kwa nyumba ya Mungu. Ni kwa sababu gani? Kwanza, ufundisho la Roho wa Mungu. Kitu ya pili, Roho wa Mungu akumpatia nafasi ya kukumbusha. Neno la Mungu Bwana akikufundisha, ni wakati unapotaka kutenda jambo mbaya. Tuseme mtu amekukashirisha na amekukasirisha sana mpaka unaona huyu sipaswi kumsamehe, lakini Roho wa Mungu ambaye umemwalika akukumbusha maneno, anakuambia kwa Mkristo akuendangi hivyo, msamehe na usahau. Sasa Roho wa Mungu amekufundisha njaki, amekuambia huyu usimbebe kwa moyo wako, msamehe. Ndiposa unasikia nilisikia roho mbili, moja inaniambia usamehe, ingine inakwambia usimsamehe. Kwa hiyo ile ya kukwambia usimsamehe inatokana shetani, ile ya kukwambia msamehe ni Roho wa Mungu ambaye anakukumbusha ile neno. Haleluya! Wakati umeona kitu ya mtu imewekwa vibaya, karoho kanakuja kabaya kanakwambia ondoka na hii. Bwana Yesu asifiwe. Roho ambaye anakaa ndani yako anakukumbusha, anakwambia Mkristo sio mwizi, usiibe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Roho wa Mungu amekukumbusha vile Injili, neno la Mungu linavyosema. Wakati umeondoka umeenda tuseme Nairobi au Mombasa, ambapo uonekani, unaonana na kamchichana kamurembo na ni mzee umeoa, unasikia karoho kanakwambia pita na huyu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu uko na Roho wa Mungu anakukumbusha, anakwambia wewe umeoa. Kwa mtu ambaye ameoa akufanyangu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu ambaye amekubali Roho wa Mungu amkumbushe, ni wakati hali itakuwa sio hali, anakukumbusha njia ambayo unapaswa kwenda. Haleluya. Hiyo ndio Yesu aliwaambia, huyu Roho atawafundisha na atawakumbusha. Kwa hivyo ni lazima utamani Roho wa Mungu akukumbushe Injili, hata ukitoka katika nyumba ya Mungu. Roho wa Mungu anakuambia hata kama amekukasirisha, Mkristo atukanani. Unasikia kumuita tu majina tubaya, lakini Roho wa Mungu anakuambia asidangi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Roho ambaye anakufundisha na anakukumbusha kile unapaswa kufanya na kile haupaswi kufanya. Kwa hiyo umuhimu wa Mkristo, umuhimu wa kuwa na Roho ni kitu ya kwanza akufundishe. Kitu ya pili akukumbushe. Mke ama mzee amekukosea, unasikia huyu napaswa kumaliza, lakini Roho anakuambia, maandiko yanasema usiue. Bwana Yesu asifiwe.
Sikia, karibu nikamaliza, lakini kwa sababu ya Mungu nimeachana naye. Ni Roho amekukumbusha. Wasomi wanasema ni second thought, ama yaani mawazo ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu ya kwanza ikuja, kinakuja na mambo ya mwili, lakini kitu ya pili inakuja na mambo ya roho, ya kukuambia atuendavyo. Kwa hiyo ni Roho anakufundisha. Kwa hiyo ni muhimu sana ukafundishwa na Roho wa Mungu na kukumbusha. Nimemaliza hiyo. Twende 16 mstari wake wa 7. Yohana 16 mstari wake wa 7. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa nyinyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikia zangu nitampeleka kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawaambia inafaa niwaambie kweli. Mimi kikaa kwenu, huyo Roho atakuja, maana niko area. Bwana Yesu asifiwe. Yeye akasema lazima mimi niondoke, maana ikiwa area mimi ndio wa kuwasaidia. Lakini nikikaa hapa, huyo Roho atakuja. Lakini nikiondoka, na mimi sasa nitaomba Baba, nitapeleka Roho akuje kwenu sasa awasaidie. Bwana Yesu. Kwa hivyo ni jukumu lako Mkristo kukubali huyo Roho ambaye Yesu alimtuma kwako. Alimtuma hapa duniani ili aweze kutusaidia. Na huyu Roho ndiye anayetuelekeza. Huyu Roho ndiye anayetufundisha. Huyu Roho ndiye anayetukumbusha yote tuliyosoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutamani sana, kama uliomba ombi la toba, sasa patia Roho wa Mungu naye nafasi. Maana huyu Roho ndiye tunahitaji atusaidie katika haya maisha. Ukiwa Roho wa Mungu hauwezi ukafikiria kujitoa uhai. Ana atakwambia, atakufundisha, kwambie usijisumbue. Maana hata ukijisumbua hauwezi ukajiongeza kitu chochote. Atakufundisha, kwambie mizigo ikiwa mizito, ekia Yesu, naye atakusaidia kubeba, naye atakupatia mzigo wake ni mwepesi. Kwa hivyo hauwezi ukakata tumaini ukiwa na Roho wa Mungu, maana anakutia nguvu na anakusaidia. Wakati unaona ufika mwisho, Roho Mungu anakuambia, mtoto wangu, sijali, niko area. Kwa yale mambo unaona yakitokea ni kwa sababu Roho Mungu ayetuyampatia nafasi atawala. Kwa hiyo ni jukumu lako na langu tumpatie Yesu nafasi. Roho wa Mungu asukue usukani katika maisha yetu. Roho wa Mungu asukue usukani katika maisha yako, ili aweze kukufundisha, aweze kukuelekeza. Kwa hiyo nitaachia hapo asubuhi ya leo.
Kile ningeomba uweze kumkubali Yesu kwa maisha yako. Kile ambacho ninachokiomba uweze kupatia Yesu nafasi akuelekeze na akufundishe. Kile ambacho ninachokiomba asubuhi ya leo ni kama ulikubali kumpokea Bwana Yesu, ni vizuri ukubali kumpokea Roho wa Mungu akakusaidia. Roho wa Mungu ni msaidizi, na kwa hiyo huyu msaidizi ni lazima umtumie. Huyu msaidizi ni lazima umpatie nafasi. Huyu msaidizi ni lazima umpatie usukani. Kitu ambacho uwezani nacho kwa maisha, patia Roho wa Mungu akusaidie, naye atakusaidia na atakutia nguvu na atakufanikisha. Kwa hiyo nataka tuombe asubuhi ya leo. Wewe kama uyokoka, kubali Bwana Yesu, uweze ukasaidiwa na Roho wa Mungu kama uyampokea Yesu. Yesu akawaambia, mimi nawaambia ukweli, nikiwa area Roho wa Mungu, Roho atakuja, lakini nikiondoka Baba atamtuma kwa jina langu. Kwa hiyo leo ulikuwa ukitenda mambo hayafai. Kuna mambo umetenda maishani ambaye haya unaona haya nimekosea. Kwa hivyo kila tungeomba ni ukakubali Bwana Yesu, umwambie, uombe msamaha, naye atakusamehe, naye atakuweka huru, na Bwana atapokea sifa akiwa mbinguni. Kwa hivyo rudi ombi nyuma yangu, sema, Bwana Yesu, ninakupenda, mimi ni mwenye dhambi, natubu dhambi zangu na makosa, unisamehe. Vuta jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Nimekataa shetani na ninakuomba Yesu uwe mwokozi na maisha yangu. Kutoka siku ya leo unielekeze, kutoka siku ya leo unifundishe, na nikupitia jina la Yesu naokoka na kuamini. Amen. Kwa hivyo umepokea Kristo katika maisha yako. Kwa hivyo ni jukumu lako kuomba Roho wa Mungu naye awe akikufisha na awe akikukumbusha katika jina la Yesu. Kwa hivyo leo ninataka tuombe. Wewe kama ni mgonjwa, amini Bwana Yesu akuponya. Wewe kama ulikuwa maisha yamekusukuma, amini Bwana Yesu akakuokoe. Wewe mwenyewe uweze ukajisaidia, wewe mwenyewe uweze ukafanya kitu, lakini wakati utakubali Roho wa Mungu, utakubali nguvu za uwezo wa Bwana sifanye kazi katika maisha yako, Bwana kile unaona ni kizito, Bwana atakifanya kuwa nyepesi na kiondoa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Kwa hiyo amini, funga macho yako, inua mkono wako mmoja na uamini Bwana Yesu, naye atakuonekania. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako nimenena. Mungu ukabariki watoto wako na ukawatende mema. Yesu ukatuambia hautatuacha kama mayatima, bali Baba utatutumia Roho wako akatusaidie. Baba, huyo Roho wako Bwana akasaidia watoto wako. Roho wako msaidizi Bwana akatusaidie katika huduma hii. Roho wako akasaidie yule mtu ambaye ako na hitaji katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Yule ako mgonjwa Baba, ninatangaza uponyaji. Yule ambaye Baba alikuwa ameonewa na shetani, yule alikuwa amefungwa, ninatangaza kuwekwa huru kwake. Kila mitego ya uovu, kila misingi yote ya shetani nimekuja kuisambaratisha katika jina la Yesu. Ninapiga kila roho ya uovu, ninasambaratisha mbinu ya uchawi na uganga. Haitafanikiwa kwa watoto wako, haitafaulu. In the mighty name of Jesus. Ninatangaza uponyaji wa kiroho, ninatangaza uponyaji wa kimwili, ninatangaza kuwekwa huru. In the mighty name of Jesus. Bwana ukawaokoe, Bwana ukaweke huru walesikia nchini hii ambayo wanakutazamia. Bwana tunakukimbilia mchana wa leo ili ukawaweke huru
na ukawaweke huru kweli kweli, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu ulio hai. Bwana wabariki, watende mema, neema yako ikawatoshe, na kupitia jina la Bwana wao Yesu Kristo tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen. Amen. Mungu wa amani abariki na watende mema. Tutakuwa live saa 6:30, lakini baada tunaanzia saa 4. Karibuni sana ili tukamwabudu Bwana pamoja, na Mungu wa amani awabariki. Kitaka usupport injili, namba ziko hapo, naweza kutumia, na Mungu wa amani atapokea sifa akiwa mbinguni. Mungu awabariki, Mungu awatende mema. Unaweza kusikia kubariki mtumishi wa Mungu kikombe cha maji, ni sawa, namba iko hapo, uko karibu sana. Na Mungu wa amani akutende mema. Amen, amen, amen. Mbarikiwe.